Sasa kuna wale ambao pia hawana shida ya maisha, wako pazuri, wanalipwa na hao wanaotaka hayo yatokee, lakini wamekosa uzalendo tu, wamekosa uzalendo tu, na ukiwatizama vizuri si wa Tanzania kamili. Kwa hiyo it doesn't matter whether Tanzania inaungua haiungui, yeye ana nafasi ya kuwa nje, si Mtanzania kamili, hana shida hizo, hana shida hizo. Kwa hiyo hili jambo lilipangwa kwa uratibu mzuri, lakini hebu tuangalie sasa wale waliolipanga na kudai wana madai kwenye hili. Nianze na wenzetu wa vyama vya upinzani. Kama nilivyosema kwamba hawa watu waliishiwa nguvu, maneno ya vijana waliishiwa power, na waliona kabisa mbele kwao sio kuzuri, na kuingia kwenda. Hawa watu wana frustration zao huko nyumbani kwao, lakini wanataka kujificha na kusukuma lile dude kwa watu. Huko waliko hawako sawa, wanapambana wao kwa wao ndani, wamemeguka wao kwa wao ndani, wamemeguka wanasiasa wakaenda vyama vingine, wanaharakati wakabaki. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe huko ndani hakuko sawa, wasitulaumu sisi, ni wao wenyewe huko ndani. Kwa hiyo kasoro walizo nazo huko wanataka kuzisukuma huku kwetu. Hakuzuiliwa kuingia kwenye chochote. Ni hawa ambao mwaka 2020 mpaka 2023 nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao, nikanyosha mkono wa rehema, njoni nyi wa Tanzania, njoni tukae tuzungumze yetu, twende vile tunavyotaka. Nikaunyoosha vizuri, nikidhani na wanyooshea watu wa Tanzania ule mkono wa rehema, na wataupokea, tutakuja tukae vizuri. Ni hawa niliowakuta nje wanasafa, hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona, nikawapokea, tukazungumza, hawana hata shilingi. Nikatoa kiposho changu nilichogaiwa cha safari, nikawapa waendelee na maisha wakiwa nje. Ni hawa walionambia sawa tutarudi, lakini tuna kesi. Nikawaambia kesi nitazifuta, njoni tukae tuzungumze, tujenge nchi. Na wamekuja, baadhi yao wamekuja mikono mitupu, hawana kitu. Tukatoa fedha zetu kuwapa waanzie maisha hapa Tanzania. Sasa nataka mumpe cheo mtu wa aina hiyo, alionyoshewa mkono wote huo wa rehema na mkono wa upatanishi. Yeye kaja, yule aliyemnyoshea ndo wa kwanza kumkashifu, kumtukana na kugeuza mambo, kuichafua nchi. Huyo mtu anaitwaje? Huyo mtu anaitwaje? Hii si tabia ya Watanzania. Wakati ule nafanya yote nilijua naongea na Watanzania waliotimia, wenye akili timamu. Nikajua watarudi, tukae, tuzungumze, tuende. Na niliwapa fursa zote, nyinyi ndo mashahidi. Niliwafungulia, walitaka kufanya maandamano, wakafanya maandamano, tukawasindikiza mpaka walipofika, wakasema yao, wakatawanyika. Yale ndo maandamano ambayo yameruhusiwa kikatiba, na ukiomba polisi atakwambia nenda kaandamane, tuambie ni ruti, tuwalinde mpaka mfike seme yenu. Yale ndo maandamano. Haya yaliyofanyika si maandamano. Ni hawa niliowapa fursa ya kufanya shughuli zao za kisiasa. Sasa siasa si kutukanana, siasa si kubezana, si kuharibu nchi. Hiyo sio siasa. Wazee wetu wa zamani, ukiwa na harakatizo wanasema huyu hajui siasa, huyu hafanyi mambo yake kwa siasa. Ina maana siasa maana yake ni usalama, siasa maana yake ni uungwana. Hiyo ndiyo maana ya siasa.
Sasa kama mtu unampa ruhusa afanye siasa za kisiasa, anakwenda kufanya siasa anazozijua yeye za kuvuruga nchi, hiyo sio siasa. Hiyo sio siasa. Kwa hiyo ndugu zangu, niseme kwamba madai yoyote waliokuwa nayo chama hiki cha siasa au vyama hivi vya siasa, hawakupaswa kutumia njia ile kudai kwamba sasa tukae na kwa masharti tuzungumze ili na wenyewe warudi kwenye terms. Hapana, haikuwa hivyo.